Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Dominika ijayo ni Dominika ya kwanza ya Majilio, tarehe 30 Novemba, na masomo ya siku hiyo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 2, aya ya kwanza hadi ya 5. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 13, aya ya 11 hadi ya 14. Na Injili inatoka Mathayo, sura ya 24, aya ya 37 hadi ya 44. Mada kuu ambayo tutakwenda kuizungumza katika Dominika hii ni uponyaji wa maadili na utashi katika kipindi cha Majilio kinachoanza. Ndugu zangu wapendwa, hebu nianze kwa kumuuliza kila mmoja wenu anayenisikiliza hapa swali ambalo linagusa moyo. Ni lini mara ya mwisho ulifanya jambo ambalo baadaye ukasema, Mungu wangu, sikuwa nataka kufanya jambo hili? Moja niwape kisa cha baba mmoja ambaye alikuwa ni mlevi sana, na ikafika wakati ulevi ukaribu uchumi wa familia yake na hata ukadhuru afya yake. Na ndipo alipoamua kwenda kanisani siku hiyo na akasali, tena akalala chini akiwa katika sala zake, akamwambia Mungu, naomba uniondolee kitu hiki ambacho kinanitesa katika maisha na familia yangu. Basi baada ya kusali alirudi nyumbani akiwa na furaha kwamba anakwenda kuacha ulevi. Na alipokuwa njiani, kwa bahati nasibu alikutana na kreti ya bia ambayo imeanguka chini. Ilikuwa ni kirikuu inapeleka dukani, lakini basi imeangusha kwa bahati mbaya. Basi yule baba alipoona ile kreti ya bia ambayo ilikuwa ni tupu, akaanza kukasirika, akachukua chupa moja baada ya nyingine akipasua chini. Wewe pombe, shenzi kabisa, ndio umesababisha familia yangu imeingia kwenye hasara. Akachukua chupa ya pili anaibamiza kwenye jiwe. Wewe pombe, ndio umesababisha uchumi wangu umeshuka. Anachukua chupa ya tatu anapasua kwenye jiwe. Wewe pombe, ndio umesababisha afya yangu imedorora. Lakini ndugu zangu wapendwa, alipoendelea hivyo, kwa bahati nasibu pia alikutana na chupa ambayo yenyewe ilikuwa imejaa bia. Ilikuwa ina bia ndani yake. Akaichukua taratibu kama vile mtu anabeba sakramenti, akaiweka pembeni, huku akisema, rafiki yangu kipenzi, naomba unisubiri hapa, baadaye tutazungumza vizuri. Ndugu yangu, unajua kilichotokea? Baadaye alikuja kunywa ile bia na akajisemea, kumbe ukishaweka ahadi ya kuacha bia na ukairudia ile bia inakuwa tamu namna hii. Basi aliamua kurudi kilabuni, akaendeleza kunywa bia mpaka leo ni mlevi wa kupindukia. Kosa lake lilikuwa wapi? Na tayari alishasali kumwomba Mungu amuondolee jambo hilo katika maisha yake. Na ndugu zangu wapendwa, kwa kweli kosa lake lilikuwa katika utashi. Utashi ulikosekana kuwa imara. Ndugu zangu wapendwa, kila mmoja wetu amewahi kushindwa katika utashi wake. Kila mmoja pengine amewahi kuahidi na kutenda jambo jema, lakini akajikuta anatenda jambo jingine baya. Hapa ndipo Mtakatifu Paulo anazungumza, na hata yeye mwenyewe akikiri jambo hilo, kwa maana lile ninalolitenda silijui, na lile ambalo ninalipenda silitendi. Tukasome waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 7, aya ya 19. Hapa ndipo maisha ya maadili hupasuka katikati, kama vile parachichi bichi linaloanguka kutoka juu ya mti, linapasuka vipande vipande. Ndugu wapendwa, Majilio ni nini? Neno Majilio linamaanisha ujio wa Bwana. Ni kipindi cha kutafakari, kipindi cha toba na kujiandaa kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa linatufundisha kuwa Majilio ni kipindi ambacho kimegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kungojea ujio wa pili wa Kristo katika utukufu wake, yaani mwisho wa nyakati. Na sehemu ya pili ni kukumbuka kweli kweli ujio wake ule wa kwanza wa kihistoria katika unyenyekevu kule Bethlehemu. Kwa hiyo Majilio ni kipindi cha kuamsha dhamiri zetu, kuimarisha utashi na kupokea uponyaji wa maadili ili tusimkosee Kristo huyo anayekuja. Katika sinodi ya Jimbo Katoliki la Moshi tumezungumzia habari ya uponyaji jumuishi.
Lakini ndugu zangu, tujue tu hakika kwamba hatuwezi kuwa na uponyaji wa familia, jamii, kwenye ndoa zetu, vijana na hata wazee, bila kwanza ya kuwa na uponyaji wa maadili. Na hakuna uponyaji wa maadili, tujue hilo, bila uponyaji wa utashi. Tena ambako tumejeruhiwa na lile anguko la wazazi wetu wa kwanza, anguko la Adamu na Eva. Kabla ya anguko, tujue waziwazi kwamba mwanadamu alikirimiwa na Mwenyezi Mungu vipawa vinne. Kwanza kabisa alipewa zawadi ya utashi thabiti. Jambo la pili, alipewa akili yenye mwangaza wa kutosha, pengine hata kuhitaji kwenda shule ili kuweza kujua sana mambo ya ulimwengu huu. Tatu, alikuwa na hisia ambazo zinaweza kuwa controlled au kuongozwa na roho. Na mwisho, alipewa kipawa cha mwili kuweza kuitii roho. Mwili kuweza kuitii roho, na hivyo kupelekea mwanadamu kuwa na uzima usioweza kufa. Ndugu zangu, bahati mbaya, baada ya anguko, kadiri ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3, utashi wa mwanadamu ukawa dhaifu. Akili ikafifia, ujinga ukaongezeka, tamaa zikaanza kuwaka na kumnyima mwanadamu raha ya kumtukuza Muumba wake vilivyo. Na mwisho kifo kikatokea. Mwili ukaanza kupingana na roho, vita kati ya mwili na roho. Na ndipo leo, ndugu zangu wapendwa, tunapata majeraha hata ya kimaadili ambayo kila wakati tunaalikwa kupambana nayo. Ndugu zangu, majilio ni kipindi cha kuzinduka, kama Mtume Paulo anavyoagiza katika somo la 2 la Dominika ya kwanza ya majilio. Ni kuamka kutoka usingizini, kuondoa giza na kuvaa silaha za nuru. Kadiri ya barua ya Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 13 aya 11 hadi ya 14, tunapata wazo hilo. Ni kipindi ambacho Kristo anatuponya katika utashi wetu, anatuponya maadili yetu na roho zetu, ili atakapokuja tusipatikane tumelala usingizi wa dhambi. Leo ninaomba tutaangalia mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, tatizo la maadili na utashi lilivyo katika maisha yetu. Jambo la pili, Mungu ndiye anayetupatia dawa ya uponyaji wa maadili yetu, na dawa hiyo ni ipi? Na jambo la tatu, uponyaji ukitokea mtu anaonekanaje? Na la mwisho, tufanye nini kipindi cha majilio? Somo la kitabu cha Nabii Isaya sura ya 2 aya kwanza hadi ya 5. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na utainuliwa juu ya vilima. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Naye ataufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi. Na watafua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Enyi wa nyumba ya Israeli, njoni twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Warumi sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 14. Ndugu zangu, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyo usiku na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Bwana. Naomba tutafakari somo la kwanza. Hili ni somo ambalo linatupatia maono ya uponyaji wa taifa. Watu wa mataifa wanamiminika nyumbani kwa Bwana. Tena wanasema tutakwenda katika mapito ya Bwana. Wanaweka ahadi ya kutembea katika mapito ya sheria za Bwana. Mapanga yatageuzwa kuwa majembe na vita zitakwisha. Watu anatembea katika nuru mpya, nuru ya Bwana. Hapo ndiko uponyaji wa maadili na utashi vinaanzia. Kurudi kwenye nuru, kurudi kwenye sheria ya Mungu, kurudi kwenye utashi wa Mungu. Lakini kwa nini ndugu zangu tumeanguka? Ni kwa sababu ya changamoto zifuatazo ambazo mimi nafikiri ndizo ambazo zinasababisha tupate maradhi hayo ya kiroho, maradhi ya utashi. Changamoto ya kwanza ni kupuuzia amri za Mwenyezi Mungu. Kadiri ya kitabu cha Hosea sura ya 4 aya 6, Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Israeli walipotembea mbali na amri na agizo na neno la Mwenyezi Mungu, walipoteza mwelekeo na hata wakaingia katika madhira makubwa ambayo waliwapata katika maisha yao. Kama leo tunavyopotea ndugu zangu wapendwa, tunajua kwamba yako mema ambayo tunahitajika kuyafanya. Tusipoyafanya tutaingia kwenye maradhi na mahangaiko makubwa. Wana wa Eli, kadiri ya kitabu cha Samueli, walipuuzia maadili ya hekalu, waliharibu ibada. Lakini ndugu zangu, Mungu aliwaruhusu wapitie maangamizi. Ndugu zangu, tunapopuuzia amri za Mwenyezi Mungu, basi tunaingia katika maradhi ya kiroho na kimwili na mahangaiko makubwa ya maisha. Pengine yupo mmoja au wawili ambao wanaona ni vigumu sana kukiri uovu kutokana na dhambi. Na hata wengine wanapuuzia amri za Mwenyezi Mungu. Na hata yule ambaye anazishika amri za Mwenyezi Mungu, labda pengine asione uzito wa hizo amri. Na hata pengine mwingine aliwahi kwenda kuungama kwa padri mzungu, na alipoanza kuungama kaanza, ndimi Bwana Mungu wangu, usiabudu miungu wengine. Akasema kwa kweli sijaabudu miungu wengine. Akaendelea, usiape bure kwa jina la Mungu wako. Akajiambia kwa kweli sijawahi kuapa. Fanya siku ya Mungu, huwa nakwenda kanisani. Waheshimu baba na mama, sijakosea adabu wakati wote. Alipofika katika amri ya 6 akasema, padri, nimevaa viatu vya jirani bila kumuomba ruhusa, kimaanisha kwamba amezini. Ndugu zangu wapendwa, pengine huyu alikuwa anaogopa, na hata wakati mwingine anaona kwamba dhambi hiyo aliyoitenda sio kubwa kiasi hicho, anaweza kaifananisha na kuvaa viatu vya jirani. Kupunguza uzito wa dhambi ni kupuuzia pia amri za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ambalo linapelekea kuwa changamoto ya maadili na utashi wetu ni dhamiri iliyokufa. Dhamiri iliyokufa. Watu wanatenda dhambi bila kuumia ndani mwao. Mfano mzuri ni ule wa Daudi na Bersheba. Baada ya kufanya tendo lile la uzinifu, Daudi alipelekea hata kumuua mume wake Bersheba na huyu Uria ambaye aliuawa kikatili. Basi baadaye Daudi hata hivyo, pamoja na kwamba alifanya yote, dhamiri yake ilikuja kuwa hai tena, ilihuishwa na yeye mwenyewe kwa kufanya toba kadiri alivyosali
Zaburi ya 51, maisha yake yakawa mapya. Jambo jingine ni utashi dhaifu. Utashi dhaifu. Na kadiri ya Injili ya Mathayo sura ya 26:41 tunaona hata Yesu anasema roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Na mfano mzuri katika maandiko ni Petro, aliapa kumlinda Yesu mpaka kifo, lakini baadaye alikuja kumkana mara 3. Hata hivyo, Petro tofauti na Yuda Iskarioti alifanya toba na kumrudia Bwana wake. Changamoto nyingine ni mapokeo mabaya ambayo tunayapata. Jamii inageuka kuwa mwalimu mbaya wa maadili, na hilo linaonekana waziwazi na hata katika desturi tulizonazo za nyakati zetu. Watu wa mataifa waliwashawishi wana wa Israeli wakaingia katika desturi mbaya za kuabudu miungu. Hata leo tunazo sanamu mbalimbali, mitindo ya leo ambayo ni mibaya hata na shetani mwenyewe anaweza kushangaa. Mfano, sio jambo la kushangaza kusikia watu wakubwa na hasa pengine hata nchi za nje huko hata kwetu, labda wanaingia kwenye ndoa za jinsia moja na wanaweka sherehe kubwa na watu wanawashangilia na kukiri kwamba ndoa ilifana. Lakini bado ni mitindo mibaya. Ndoa ni makubaliano ya hiari kati ya mtu mume na mtu mke ambao wataishi hivyo maisha yao yote, na sio mwanaume kwa mwanaume au mwanamke kwa mwanamke. Changamoto nyingine ya utashi ni kukosa ujasiri wa maadili. Kosa ujasiri wa maadili. Hofu inatuua kimaadili ndugu zangu. Unajua jambo jema la kufanya, lakini unaogopa macho ya watu, unaogopa mashambulizi ya maadui, basi unajikuta unafanya jambo ambalo ni baya. Pilato alipokuwa na mhukumu Yesu, alijua waziwazi kwamba Yesu hana hatia yoyote, lakini akaogopa umati wa watu, akaogopa na akitaka kudumisha urafiki wa Kaisari, akamhukumu Yesu auawe. Ndivyo na maisha yetu wakati mwingine yanakuwa. Changamoto nyingine ni upendo uliopoa katika ndoa, katika urafiki, katika huduma mbalimbali tunazotoa, mambo yanakuwa yamepoa. Kanisa la Efeso lilifundishwa na Mtakatifu Paulo kwa sentensi hii kwamba uliacha upendo wako wa kwanza na sasa uombe neema ya kurudia ule upendo wa awali. Mtakatifu ule wa utotoni, upendo wa zamani. Ninyi wanandoa, yale ambayo mlikuwa mnatendeana mwanzoni mwa ndoa, mwanzoni mlipofunga ndoa yenu, je, bado mnatendeana hayo au maisha yamebadilika kabisa? Lakini changamoto nyingine ya maadili leo hii na utashi ni teknolojia ambayo haina maadili. Leo hii simu zinaongoza utashi kuliko roho zetu. Tujihadhari. Kwa mfano katika Biblia wapo ambao walijidai kwamba teknolojia hii imekuwa wakana kiburi na kumsahau Mungu na kusahau maagizo ya Mungu. Mfano watu wa Babeli, jinsi walivyotumia teknolojia vibaya kukuza kiburi chao dhidi ya Muumba, na Mungu akaruhusu watawanyike. Lakini jambo jingine ambalo ni changamoto ya maadili na dhamiri zetu na utashi ni dhamiri kuzimika zaidi na zaidi. Watu siku hizi wanahalalisha dhambi na kuona ni kitu cha kawaida kabisa. Na hata wengine wanaamua kufanya mauaji bila toba wala majuto. Ni mambo mabaya sana, tuyaombee. Jambo jingine ni changamoto ya utamaduni wa kifo na utoaji mimba. Leo hii watu wamekuwa ni mafarao ambao Farao kama tunavyofahamu katika kitabu kile cha Kutoka, aliwaua wana wa Israeli wa kiume akihofia kwamba watafanya taifa la Israeli liwe kubwa zaidi. Lakini ndugu zangu, leo hii kadiri ya utafiti ni kwamba karibia kila nyumba, karibia kila mji, walau kuna mtu mmoja ambaye ameshawahi kutoa mimba au kushauri kutoa mimba. Leo hii tunaelekea wapi? Tamaduni huu wa kifo utaendelea hadi lini? Wakati tunapoona majanga yanatokea na tunatamani kujua ni wangapi ambao wamefariki katika majanga haya waziwazi ambayo yameonekana wakati huu wa kwetu, basi tujue pia tukipiga hesabu sawa ni watu wengi wasiohesabika tena ambao wametolewa mimba ndio wengi wasiohesabika ambao tunawazungumzia hapa. Leo tuangalie, je, mimi nadumisha uhai au nimeingia katika utamaduni mbaya, utamaduni wa kifo? Na hata unasema kila mtu anafanya, kwani kuna shida gani? Kila mtu anatoa mimba, kwani kuna shida gani? Tuombe neema ya kumwomba Mungu atusaidie kufanya toba kila wakati
na kumrudia ili tuweze kupokea uponyaji wa maadili na utashi wetu. Na jambo la mwisho ambalo nafikiri labda linasababisha utashi na maadili yetu kuwa na kuyumba ni kitu kinachoitwa biashara ya mapenzi leo hii, commercialization of love. Katika kitabu cha Nabii Hosea tunasikia kwenye masimulizi yale kwamba Nabii Hosea aliambiwa akamuoe mwanamke anaitwa Goma. Huyu mwanamke alikuwa ni kahaba ambaye aliweza kuzaa naye watoto 3. Na hata pamoja na upendo aliokuwa anamuonyesha, bado huyu Goma alizidi kuendelea kufanya kazi yake hiyo ya ukahaba. Na Hosea akiwakilisha upendo wa Mwenyezi Mungu, anaitwa na Mungu aendelee kumfuata huyo mke wake na kumrudisha katika agano. Ndivyo hivyo ndugu zangu, Mungu anavyomtafuta hata huyo ambaye anaitwa kahaba, hata huyo anayefanya biashara ya mapenzi. Bado ni mtoto wa Mungu, anaitwa na Mungu, amekunjua mikono yake na msubiri ili afanye toba. Leo hii kuna biashara ya mapenzi hata kwa watu wa ndoa. Wako watu wa ndoa ambao hawawezi kutimiza haki zao za ndoa kwa wenzao pasipo kupewa vitu, kupewa pesa. Watu wa ndoa ndani ya ndoa mambo yao ni hatari. Nampa mume wako likizo mpaka Christmas au mpaka Pasaka, sipo kununulia kitu fulani. Hilo sio sawa sawa. Ndugu zangu, katika somo la pili ambalo ni la Dominika hii ya leo, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya 11 hadi 14, Paulo anatupatia tiba moja kuu ya majeraha hayo yote ambayo tumeyasikia. Anatuambia, amkeni kwa maana wokovu wetu umekaribia. Mambo ya ulafi wa sherati yawe mbali nanyi. Vaeni silaha za nuru. Hiki ndugu zangu ndicho kiini cha maajilio. Ni kuamka, ni kuvaa nuru, kuacha giza, kurejesha utashi na kusafisha dhamiri. Ndipo tunapopokea uponyaji ndugu zangu. Kuna njia mbalimbali za uponyaji. Ya kwanza kabisa ni kulea dhamiri safi. Na dhamiri inalelewa kwa kufanya toba kila wakati na kuazimia kutenda yaliyo mema. Kila mmoja akazingatie Zaburi ya 51 ambayo Daudi alisali, iliyomfanya dhamiri yake kawa safi tena upya. Alimuomba Mungu amuumbie moyo safi na kufanya upya moyo wake. Jambo la pili ni maisha ya kiasi, unyenyekevu na sala. Kiasi ni kujua kujikadiria. Kadiri ya barua ya Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 aya 22 hadi 23, tunaona matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Tunda la mwisho ni kiasi. Kiasi ni kujua kujikadiria. Wapo watu ambao pengine wanakazana, wanapambana juu ya kiasi. Lakini leo hii tukianza mazoezi ya kujinyima na kujizuia, tutaweza kupona katika maradhi mengi sana ya kiutashi wetu na ya maadili. Wapo watu ambao wakienda kwenye sherehe wanaanza kudai vyakula kuliko kile ambacho kimewapeleka pale. Wako wengine ambao wakienda kwenye misiba ya ndugu zao, unapata mtu anatoka Dar es Salaam anaenda mpaka Moshi kuzika ndugu yake, lakini hata kwenye msiba hahudhurii, anabaki barabarani yuko anamwagilia moyo. Akisikia nendeni na amani, padre amesema nendeni na amani, au mtumishi kamaliza ibada, basi yeye ni wa kwanza kwenda kwenye buffet kupigania chakula. Wapo na wengine ambao hata wakienda kwenye sherehe wanatembea na unyoya wa kuku mfukoni, ili akienda kwenye sherehe hiyo akikuta vyakula na vinywaji ni vingi na akawa ameshiba, atafute kona yake ajiwekee ule unyoya wa kuku, ajitapishe na aweze kuanza upya tena zoezi. Sasa ndugu zangu, mambo haya ni kinyume na kiasi. Tunatakiwa kipindi hiki cha majilio tuombe neema hiyo ya kufanya mazoezi ya kuishi kwa kiasi na tukiwa wanyenyekevu na kudumu kuwa watoto wa sala siku zote. Jambo la tatu ni kujitambua katika wito mtu alionao. Lazima kila wakati tujiulize swali popote tuliko, mimi ni nani? Nimekuja kufanya nini hapa? Na ni kwa sababu Mwenyezi Mungu pia anatujua tangu tumboni kwa mama zetu, na lazima nasi tuwe tayari kushiriki na Mungu katika mpango huo wa kudumisha kile ambacho anataka tukifanye hapa duniani kwa uaminifu, kabla ya kuja na kutuuliza tulifanya nini siku ile ya mwisho. Jambo la 4 ambalo linaleta uponyaji ni mawasiliano chanya, hasa kwa wanandoa. Na kuna wanandoa pengine wameingia kwenye migogoro na hawezi kuzungumza, wanapishana ndani ya nyumba kama magari,
na kuna watu fulani ambao walikuwa hawazungumzi. Hata ikafika wakati fulani mawasiliano yao ikawa ni kwa njia ya kuandikiana ujumbe mfupi. Sasa siku moja mume akawa amemchoka mke wake, akaamua kuandika kikaratasi na kumwekea mke wake mezani ili atakapotoka chumbani aweze kukiona. Na kikaratasi hiki kikiwa kimeandikwa maneno haya: kuanzia leo wewe sio mke wangu, nenda nyumbani kwa wazazi wako, funga virago vyako nisikuone. Basi mke alipotoka akasoma kile kikaratasi, alipokuwa anaendelea kusoma simu ikapigwa ya baba yake kule nyumbani. Na ikawa imefungulia loudspeaker, baba akawa anazungumza na huyo mtoto wa kike, anamwambia mnaendeleaje? Mnaendelea vizuri. Nilikuwa nawajulia hali lakini na ujumbe mzuri ambao nawapatieni kwamba kule nyumbani tumeuza shamba. Na shamba lile gharama yake ni milioni 50. Nimeona ni vyema ninyi kama watoto wangu niwapatieni hiyo fedha ili wasaidie kukuza kipato cha familia, mtafute chochote ambacho kitawasaidieni mkifanye ili kukuza uchumi wenu. Basi alipomaliza kuongea na mzazi wake na kupewa habari hiyo njema, ndipo akamrejelea mume wake ambaye alikuwa amesimama na mshangaa, na yeye pia alisikia maneno haya ya kwamba wamepata shilingi milioni 50. Basi siku hiyo mwanamke akafunguka, akaanza kumwambia mume wake, ulisemaje tena? Hebu mniandikiaje pale kwenye kile karatasi? Basi ndipo hapo mume kwa aibu akajikuta amezungumza siku hiyo kwa mara ya kwanza kabisa, akasema, mke wangu, nilikuwa nakwambia tu bwana unipe nguo zako nikakusaidia kufua. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mawasiliano chanya ni muhimu katika maisha ya ndoa. Kuheshimiana, enyi wake watini waume zenu, na ninyi wanaume waheshimuni wake zenu, nanyi watoto waheshimuni wazazi wenu. Nanyi wa baba msiwachokoze watoto wenu. Kadiri ya waraka Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 na kuendelea. Na jambo la mwisho la muhimu sana ni kuzingatia kuishi upendo wa agape, upendo usiokuwa na madai. Leo hii upendo namna hiyo umezagaa sana. Ndio sababu unaweza ukasikia kuna mavitu yanaitwa mshangazi na wajombas, wote hao wanatokana na upendo ule ambao sio agape, umeshamiri sana. Upendo wa hisia umeshamiri sana. Upendo wa wanipe nikupe umeshamiri sana. Unakuta mtu pengine ni binti mdogo anasimamiwa na babu yake, hawana ndoa, anasema anapendwa. Na hata wakati mwingine anazungumza lugha ya kwamba kama una hela, wewe mzee, wewe kama una hela, kama una hela wewe ni babu tu, kama una hela nitakuita baby. Ndugu zangu, mambo hayo tuachane nayo. Agape ni upendo usiochagua, ni upendo ule wa Mungu, upendo halali wa kindoa, upendo ule ambao unahitajika kwa ajili ya kumpenda mtu kama alivyo, kumsaidia mtu kama alivyo bila kutaka chochote kutoka kwake. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 24 aya ya 37 hadi 44. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani Mwana wa Adamu yu aja. Neno la Bwana. Ndugu zangu, katika Injili ya leo Mathayo sura 24 aya 37 hadi 44, Yesu anaonya kwamba ujio wake utakuwa kama siku za Nuhu. Watu walikuwa wanakula, wanakunywa, wanafanya biashara, wanaoa na kuolewa, na hawakutambua kwamba gharika ingekuja ghafla. Kwa hiyo kesheni, kwa kuwa hamujui ni siku gani Bwana wenu atakayokuja. Hapa Yesu anagusa utashi wetu moja kwa moja.
anatumia maneno hayo, kesheni, yani amkeni kimaadili. Kesheni, yani amkeni kimaadili. Msiwe kama katika siku za Nuhu, yani msizimike katika dhamiri zenu, muwe macho katika dhamiri. Na jiandaeni, ni mwaliko wa kujinyima ili kukuza roho zetu zibaki na utashi imara. Mahali ambapo Isaya, ndugu zangu, katika somo la kwanza alisema tembeeni katika nuru, Paulo mtume katika somo la pili amesema vaeni silaha za nuru. Na Yesu katika Injili basi amesema kesheni kila wakati katika nuru. Uponyaji wa maadili na utashi ukianza, mtu anaonekana kuwa na maamuzi yake kuongezeka, kuwa na maamuzi imara. Anakuwa ni mtu wa kutenda haki. Anakuwa ni mtu anayeweka ahadi na mara zote anaepuka maovu. Anakuwa ni mtu mwenye utulivu katika roho yake, mtu mwenye kiasi, mtu mnyenyekevu, mwenye furaha katika utumishi na utume wake alionao. Ni mwaminifu katika maisha, anajitoa. Migogoro inapungua yeye na wale wanaoishi nao. Heshima inaongezeka kwa wale wanaoishi nao. Upendo unaongezeka. Ndoa zinarejelea joto lake la awali. Kusaidiana kunaongezeka, chuki zinaondoka. Mambo hayo yataanza kuonekana kwa familia au mtu ambaye amepona katika utashi na maadili yake. Ndugu zangu, kama leo hii ulikuwa umekosana na mtu, ulikuwa ukaanza kumsalimia, basi ujue uponyaji umeanza. Tuanze kipindi hiki. Kwa ufupi ndugu zangu, napohitimisha, leo tumeona changamoto za maadili na utashi, tumeangalia dawa mbalimbali za uponyaji, viashiria vya uponyaji, na wito wa majilio, amkeni, amkeni. Kristo ndiye pekee anayeponya utashi uliovunjika, dhamiri iliyokufa na upendo uliopoa. Ndugu zangu, hakuna uponyaji wa maadili bila Roho Mtakatifu. Hakuna utashi thabiti bila msalaba. Hakuna ushindi bila Yesu ambaye alianguka na kusimama tena. Kama Yesu aliweza kubeba msalaba wake, sisi ambao kila wakati tunaamka asubuhi na kubeba ndoo zetu za maji ya baridi kwenda kuoga asubuhi, hatupasi kuogopa kufanya maamuzi magumu ya maisha ya kiroho. Tusikate tamaa. Naomba mambo haya tuzingatie, mambo 6. Jambo la kwanza, anza mazoezi ya kusali Zaburi ya 51 kila asubuhi. Kwa siku 14 mfululizo utaona matokeo. Chagua tabia moja ya maadili ambayo unataka kuiacha, ambayo ni tabia mbaya. Unaweza ukaifikiria ni tabia gani ambayo unatamani kuiacha kipindi hiki cha majilio. Tafuta dakika 10 kila siku za ukimya asubuhi, kusali na kutafakari asubuhi na jioni. Na jambo la 4, waandike watu 3 ambao unatamani kuwasamehe kabla ya Christmas, kabla ya Noeli, na uwasamehe kweli. Jambo la 5, naomba ukasome Injili ya Mathayo sura ya 5 hadi ya 7. Ni hotuba ya mlimani ya Bwana wetu Yesu Kristo na mafundisho mazito sana ambayo yatakusaidia sana kipindi hiki cha majilio na kuhusu habari ya uponyaji katika mazingira yote. Na jambo la 6, tafuta mlezi wa kiroho. Tujenge utaratibu wa kuwa na baba wa kiroho, mama wa kiroho, na hata yule mtakatifu wa mbinguni ambaye ni somo wako. Basi muombe kila wakati, iga tabia yake njema, omba mwongozi kutoka katika watu hawa wa kiroho, uweze kusaidia katika safari yako ya maadili, ili utakapokutana na Bwana siku ile ya mwisho uweze kukutwa umejiandaa vizuri na kuingia naye katika uzima wa milele. Neno la mwisho, maajilio si mapambo ya Christmas. Ni kuamka, ni kutembea katika nuru, ni uponyaji wa maadili, ni kuimarishwa katika utashi, na ni kujenga moyo mpya. Ndugu zangu, kama Ezekieli nabii anavyotufundisha katika sura ile ya 36 ya kitabu cha Ezekieli aya ya 26, nitaweka ndani yenu mioyo mipya. Basi ndugu zangu, msiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema channel, ili muendelee kuwa wa kwanza kupokea habari mpya njema inayoingia kwa ajili ya kuponya nafsi yako na kukupatia shibe ya kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawatakieni mwanzo mpya wa kipindi kitakatifu cha maajilio, na Mungu wa mbinguni awalinde muweze kusherekea sherehe ya kuzaliwa Bwana ifikapo tarehe 25 mwezi wa 12 na kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Masiha wetu.
Masiha wetu, utujie Masiha wetu. Yerusalemu inuka, usimame juu, utazame furaha inayokuja kwako. Utujie Masiha wetu, utujie Masiha wetu. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Utujie Masiha wetu, utujie Masiha wetu.